Yes, bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Lifan Media? Asante sana kwa sapoti zenu. Message nazipata nyingi sana DM, nashukuru kwa sapoti. Bila nyinyi bado siwezi kwenda mahala popote, kwa hiyo mimi nategemea ninyi. Michuano ya kombe la dunia tayari imekwisha anza na tunashuhudia baadhi ya vichapo vikiongezeka siku jinsi zinavyozidi kwenda, basi vichapo vinaongezeka. Asubuhi ya leo tukishuhudia nchi ya Marekani ikitembezea kichapo nchi ya Paraguay mabao 4-1. Vichapo vimekuwa vikubwa kadiri siku zinavyozidi kwenda, lakini wacha tuangalie kidogo michuano ya kombe la dunia, nani muasisi wake na ilikuwaje kombe la kwanza kabisa kuchezwa. Leo nimekuletea historia fupi ya kombe la dunia la kwanza kabisa kuchezwa katika dunia hii. Nikurudishe nyuma kidogo miaka ya 1873 katika tarehe 14 ya mwezi wa 10 katika mji wa Thuir pale nchini Ufaransa. Alizaliwa jamaa mmoja aliyejulikana kwa jina la Jules Rimet. Huyu jamaa katika makuzi yake katika nchi ya Ufaransa baadaye akafanikiwa kuinunua klabu ambayo iliitwa Red Star FC, na kutokana na uongozi wake kuwa imara baadaye akaja akachaguliwa kuwa rais wa FIFA kwa mwaka 1921. Wakati huo mashindano makubwa kabisa katika ngazi ya dunia ilikuwa ni Olympic, na kama tunavyofahamu Olympic ni michuano ambayo inajumuisha mashindano yote kwa maana mpira wa miguu, ngumi, riadha na kadhalika. Kwa hiyo kwa wakati huo michuano hiyo ndio ilikuwa mikubwa zaidi duniani. Sasa kutokana na michuano hiyo ilifanyika tathmini na huyu bwana Jules Rimet ambaye yeye alifanya research kupitia michuano hiyo, na akaja akagundua kwamba soka au mpira wa miguu ndio mchezo ambao unapendwa zaidi na mashabiki katika michuano hiyo ya Olympic. Sasa baadaye akaja na wazo katika kikao kikubwa kabisa cha kamati tendaji ya FIFA kwa wakati huo, na yeye akiwa kama rais akatoa pendekezo kwamba liwepo kombe la dunia linalohusisha mpira wa miguu peke yake. Wazo ambalo lilipokelewa kwa shangwe na liliungwa mkono na wajumbe wote ambao waliweza kuhudhuria kikao hicho. Sasa baada ya wajumbe kukubali kwamba liwepo kombe hilo, kwa wakati huo FIFA waliamua kuanza kuratibu michuano hiyo. Sasa uratibu wake ulikuwaje? Ni kwamba kwa wakati huo kwanza hakukuwa na qualifications kwa maana ya kuqualify. Kwa hiyo FIFA alichokifanya ni kuandika barua ya mwaliko moja kwa moja kwa kila nchi kwa wakati ule. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu unaenda unashiriki. Kwa hiyo mchakato mzima ulianzia hapo. Kwa hiyo wajumbe waliweza kusupport kile ambacho walikifanya president ama rais wakati huo bwana Jules Rimet. Kwa hiyo ni barua zikaanza kusambazwa nchi hadi nchi. Kwa hiyo kwa heshima kubwa ya mchango wake huo, mwaka 1930 michuano ya kombe la dunia ilianza rasmi, na nchi ya kwanza kabisa kuandaa michuano hiyo ilikuwa ni nchi ya Uruguay. Katika mpira wa miguu lilifanyika kwa mara ya kwanza kabisa nchini Uruguay kombe hilo, na kiukweli nchi nyingi sana hazikuweza kushiriki. Tutaona baadaye tatizo ni nini ambalo tatizo ambalo lilisababisha nchi nyingi zisiweze kushiriki. Sasa kwa heshima ya mchango huo katika soka bwana Jules Rimet, watu wengi sana walimpongeza kwa kubadilisha kabisa historia ya mpira wa miguu, kwa sababu katika ngazi ya dunia hakukuwa na mashindano makubwa ambayo yanahusisha mpira wa miguu peke yake. Ilikuwepo ni Olympic ambayo inahusisha michezo mbalimbali. Mashindano hayo yalifanyika katika nchi ya Uruguay mwaka 1930, na nchi zilizofanikiwa kushiriki kwa wakati huo ni nchi 13 peke yake. Bwana, ni nchi chache kweli kweli
zilizoweza kushiriki kwa wakati huo. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini nchi zilikuwa chache ambazo ziliweza kushiriki. Kuna sababu zilitajwa. Sababu ya kwanza kabisa, gharama kubwa ya usafiri. Kwa wakati huo tunaarifiwa kwamba hakukuwa na ndege za kisasa kama tunavyoziona sasa hivi, bali usafiri mkubwa ambao ulikuwa unatumika ni meli. Kwa hiyo kuna baadhi ya nchi zilikuwa zinatumia mpaka miezi 6 kusafiri, zingine miezi 4 kuweza kufika katika maeneo mbalimbali. Sasa kutokana na location kwa wakati huo, nchi ya Uruguay ambayo ndio iliandaa kwa nchi za Afrika ilikuwa ni ngumu sana kuifikia nchi ya Uruguay. Kwa hiyo nchi zote za Afrika hazikuweza kushiriki kwa sababu ya umbali, na ukilinganisha kwa wakati huo hakukuwa na usafiri wa ndege kama hivi sasa. Usafiri mkubwa ulikuwa unatumika ni meli. Kwa hiyo meli usafiri wake ulikuwa unatumia mpaka miezi 6, miezi 8 mpaka mwaka mzima. Kwa hiyo kwa nchi za Afrika ilikuwa ni ngumu, lakini pia kwa nchi za Ulaya nazo nyingi hazikushiriki. Sababu kubwa ikitajwa, wachezaji hawakuwa kwenye mfumo rasmi wa kulipwa, kwa hiyo walikuwa na kazi nyingine za kufanya. Kwa hiyo kutokana na umbali pia ilichangia kwa kiasi kikubwa nchi nyingi kukatilia mbali mialiko hiyo. Lakini pia sababu nyingine ni mdororo wa uchumi duniani. Tunakumbuka kwamba mwaka 1929 kwa wale waliosoma historia, mnafahamu ilitokea anguko la kiuchumi au mtikisiko wa kiuchumi wa dunia. Kwa Kiingereza wao waliita Great Economic Depression. Kwa hiyo kwa wakati huo nchi nyingi hazikuweza kumudu gharama za kuweza kuhudumia timu, kwenda na huduma za hoteli mpaka mwisho wa mashindano. Kwa hiyo mdororo wa uchumi nao ulichangia kwa kiasi kikubwa sana nchi nyingi ziweze kushindwa kushiriki katika michuano hiyo. Kwa hiyo hakukuwa na qualifications kama nilivyokuambia. Kwa wakati huo nchi ilikuwa inapewa barua mwaliko, lakini nchi nyingi hazikuweza kushiriki. Sasa nataka nikutajie hapa nchi ambazo zilifanikiwa kushiriki kwa wakati huo. Kwa bara la South America au Amerika ya Kusini, Uruguay wakiwa kama wenyeji walishiriki, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Bolivia pamoja na Peru waliweza kushiriki. Lakini kwa upande wa North America, kwa maana ya Amerika ya Kaskazini, Marekani pamoja na Mexico ndo walioweza kushiriki kombe hilo. Kwa upande wa Ulaya ilikuwa ni Ufaransa, Ubelgiji, Romania pamoja na Yugoslavia. Hizi ndo nchi ambazo zilifanikiwa kushiriki kombe la dunia la kwanza kabisa kufanyika katika nchi ya Uruguay mwaka 1930. Hatua ya makundi ilikuwaje? Timu zilipangwa kwa makundi, na makundi haya yalijumuisha timu 4. Kwa kundi A zilikuwa na Argentina, Chile, Ufaransa, Mexico. Na katika mechi zake kwenye hili kundi, Ufaransa wakaichapa Mexico goli 4-1, Argentina wakaichapa Ufaransa goli 1-0, Chile wakaichapa 3-0 Mexico, Argentina wakaichapa 6-3 Mexico, Argentina pia wakaichapa Chile goli 3-1 na Chile wakaichapa Ufaransa goli 1-0, ambapo bingwa wa kundi hili alikuwa ni Argentina, aliweza kuqualify moja kwa moja kuingia hatua ya nusu fainali. Lakini kwa upande wa kibonde wa kundi hili alikuwa ni Mexico, sababu alipokea vichapo vingi sana. Kundi B alikuwepo Yugoslavia, Brazil na Bolivia. Na katika mechi zao katika kundi hili B, Yugoslavia akaichapa Brazil 2-1, lakini pia Brazil akaichapa 4-0 Bolivia, lakini Yugoslavia akaichapa 4-0 Bolivia. Kwa hiyo bingwa akawa Yugoslavia na kibonde akawa Bolivia kundi hili. Kundi C, Uruguay, Romania na Peru. Kwenye mechi zao
Romania akaichapa Peru 3-1. Uruguay pia akaichapa Peru 1-0. Uruguay akaichapa 4-0 Romania, na bingwa kundi hili alikuwa ni Uruguay na kibonde wake akawa ni Peru. Kundi D lilijumuisha Marekani, Paraguay pamoja na Belgium au Ubelgiji. Kwenye mechi zao Marekani akaichapa 3-0 Belgium, Paraguay akaichapa 1-0 Ubelgiji, Marekani pia akaichapa 3-0 Paraguay. Bingwa akawa Marekani na kibonde akawa Ubelgiji. Timu za Argentina, Yugoslavia, Uruguay na Marekani zilitinga 1-1 hatua ya nusu fainali. Kwenye hatua ya nusu fainali ziliwakutanisha Argentina pamoja na Marekani, lakini mechi ya pili ikawa Uruguay pamoja na Yugoslavia. Mechi ya kwanza Argentina wakaichapa 6-1 Marekani, lakini mechi ya pili Uruguay wakaichapa 6-1 Yugoslavia. Kwa hiyo Argentina na Uruguay zikatinga katika hatua ya fainali ambayo ilichezwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 1930. Uruguay akiwa mwenyeji wa mchezo huo wakamwalika Argentina katika fainali ambayo mechi inaanza dakika ya 12 mapema tu. Alikuwa ni Pablo Dorado akaiandikia Uruguay goli la kwanza, lakini dakika ya 20 Carlos Pauseli alisawazishia Argentina kwa kuandika goli la kwanza kwa upande wa Argentina. Mechi ilienda mpaka dakika 37 kipindi cha kwanza. Argentina wakapata goli la pili kupitia Guillermo Stabile. Hasa huyu Guillermo Stabile baadaye akaibuka kuwa mfungaji bora, nitakuja kukupasia hiyo baadaye kidogo. Half time Uruguay 1, Argentina 2. Kipindi cha pili kikaja pia kuanza ambapo Pedro Sea dakika 57 akaisawazishia Uruguay, mechi kawa 2-2. Dakika 68 Santos Iliati akaiongezea Uruguay goli la 3, na goli la 4 lilifungwa katika dakika 89 na Hector Cazorla dakika 89, ambapo mpaka full time Uruguay 4 Argentina 2. What a comeback Uruguay wakaifanya hiyo. Kwa muhtasari mfupi, jumla ya mechi zilikuwa 18 katika michuano hiyo. Mabao yote yaliyofungwa ni 70 na mfungaji bora akawa Guillermo Stabile akiibuka na mabao 8, bingwa akiwa Uruguay. Huyu Guillermo Stabile nimekuandalia naye makala yake fupi nitakuletea. Cha kufanya endelea kufuatilia Alifan Media kupitia YouTube, hakikisha una subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili tuweze kuwa pamoja. Ichukue hiyo hapo. Hiyo ni mwaka 1930, michuano ya kwanza kabisa kufanyika ya dunia katika dunia hii, na ikiweka rekodi kwamba ni kombe ambalo ni michuano ambayo ilihusisha timu chache zaidi, lakini pia Mr. Guillermo Stabile akiweka rekodi ya kuwa mfungaji bora wa kwanza kabisa wa kombe la dunia kwa wakati huo, na rekodi yake haiwezi kuvunjika kimsingi. Hiyo ni muhtasari tu mfupi kuhusiana na kombe la dunia ambalo kwa mwaka 2026 linafanyika katika nchi 3: Marekani, Mexico pamoja na Canada. Asante sana, endelea kufuatilia Alifan Media. Kwa sasa sina la ziada, tukutane kwa wakati mwingine tena bwana. Chao. Thank you very much.